Ndugu msikilizaji, karibu katika video hii. Leo nitakufahamisha kwa nini warembo wa kabila la Kirangi wanazungumzwa sana Tanzania, na vile utafahamu historia ya kabila lenyewe la Kirangi. Ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, maana mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Hakikisha usipitwe na mada kuanzia moja mpaka mwisho, wala hautojutia MB zako. Ni mimi Daudi Michael Mwaluko na kuletea makala haya. Warangi, kabila lenye historia ya kipekee hapa Tanzania. Tanzania ni nchi yenye makabila mengi na tamaduni za kuvutia. Miongoni mwa makabila hayo ni Warangi, moja ya makabila yanayopatikana hasa katika mkoa wa Dodoma na Manyara, hususa wilaya ya Kondoa na maeneo mengine ya jirani. Warangi wamekuwa ni sehemu muhimu katika historia ya maendeleo hapa Tanzania kwa karne nyingi. Warangi wanajulikana kwa kuwa watu wenye bidii kubwa katika kilimo na ufugaji. Kwa muda mrefu wamekuwa wakilima mazao mbalimbali kama vile mahindi, mtama, ulezi, maharage na alizeti. Kilimo kimekuwa uti wa mgongo wa maisha yao na chanzo kikuu cha chakula pamoja na kipato. Historia inaonyesha kuwa Warangi waliishi katika maeneo ya kati ya Tanzania kwa mamia ya miaka iliyopita. Waliweza kujenga jamii yenye mshikamano mkubwa, ambapo watu wengi walisaidiana katika shughuli mbalimbali za kijamii na uchumi. Ushirikiano huu uliwasaidia kuvuka changamoto nyingi zikiwemo ukame, magonjwa na migogoro ya mara kwa mara. Katika utamaduni wao, Warangi wana heshima kubwa kwa wazee. Wazee walikuwa na nafasi muhimu katika kutoa maamuzi, kutatua migogoro na kuhifadhi historia ya jamii. Kabla ya maendeleo ya teknolojia ya kisasa, historia nyingi za Warangi zimehifadhiwa kupitia simulizi zilizokuwa zikisimuliwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Pia Warangi wana nyimbo na ngoma zao za asili zinazotumika katika sherehe mbalimbali kama harusi, mavuno na matukio ya kijamii. Ngoma hizi zinaendelea kuvutia watu wengi kwa sababu ni midundo yake ya kipekee na ujumbe unaopatikana katika nyimbo hizo. Moja ya mambo wanayoyafanya Warangi kuwa wa kipekee ni lugha yao inajulikana kama Kirangi. Ingawa Kiswahili kimeenea sana, bado lugha ya Kirangi inaendelea kutumiwa na sehemu kubwa ya jamii hiyo. Lugha hii ni sehemu muhimu ya utambulisho wao na urithi wa kitamaduni. Katika miaka hivi karibuni, Warangi wanaendelea kupiga hatua kubwa katika elimu, biashara na ajira mbalimbali. Vijana wengi wa Kirangi wamefanikiwa kuwa walimu, madaktari, wahandisi na wafanyabiashara na viongozi katika sekta mbalimbali nchini Tanzania. Licha ya mabadiliko ya maisha ya kisasa, Warangi bado wanajitahidi kuhifadhi mila na desturi zao ili vizazi vijavyo viweze kujifunza historia yao. Jitihada hizi zinaonyesha umuhimu wa kulinda utamaduni wa Kiafrika ambazo ni muhimu na urithi mkubwa wa bara hili. Kwa ujumla, Warangi ni kabila lenye historia ndefu, utamaduni wa kuvutia na mchango mkubwa katika maendeleo ya Tanzania. Ni mfano mzuri jinsi jamii inaweza kuhifadhi utamaduni wake huku ukiendana na maendeleo ya dunia ya kisasa. Kwa nini warembo wa kabila la Kirangi wanazungumzwa sana Tanzania? Tanzania ni nchi yenye makabila mengi na tamaduni na sura tofauti zinazovutia. Miongoni mwa makabila ambayo mara nyingi hutajwa katika mijadala kuhusu urembo ni Warangi wa maeneo ya Kondoa na maeneo jirani. Wanawake wengi wa Kirangi husifiwa kwa tabasamu zao za kuvutia, ukarimu na namna wanavyojiheshimu katika jamii. Watu wengi huamini kwamba mchanganyiko wa maumbile yao na asili pamoja na malezi ya kitamaduni huwafanya waonekane wa kipekee zaidi. Mbali na sura, warembo wa Kirangi mara nyingi husifiwa kwa bidii katika shughuli za kijamii na kiuchumi vile. Katika jamii nyingi za Kiafrika, urembo haupimwi kwa muonekano pekee, bali pia kwa tabia njema, heshima na uwezo wa kushirikiana na wengine. Utamaduni wa Kirangi pia umechangia kuwafanya wanawake wengi wa jamii hiyo kujivutia asili yao. Mavazi ya kitamaduni, mapambo na namna wanavyoshiriki katika sherehe mbalimbali kuonyesha uzuri na urithi wao wa kitamaduni. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kuwa kila kabila nchini Tanzania lina wanawake wazuri
Urembo haufungwi na kabila moja, bali ni jambo linalopatikana katika jamii zote. Warangi wanaendelea kuwa sehemu ya urithi mkubwa Tanzania, na wanawake wao ni miongoni mwa watu wanaochangia kuhifadhi tamaduni, maadili ya kihistoria ya jamii hiyo kutoka kizazi hadi kizazi.